Hii dunia bila sisi haiwezi kunoga na sio salama. Naitwa Upendo Mreme, ni mkurugenzi msaidizi Wizara ya Kilimo, na tupo hapa kwa ajili ya kuadhimisha wiki ya wanawake duniani. Katika maadhimisho haya tunaongozwa na kauli mbiu inayosema wanawake na wasichana 2025 kuimarisha haki, usawa na uwezeshwaji. Waonyeshaji ambao tuko hapa, tuko kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali zinazoendana na kauli mbiu yetu ya kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki. Na waonyeshaji tulioko katika eneo hili tunajumuisha watoa huduma mbalimbali ambazo tuna bodi ya chai Tanzania, tuna bodi ya kahawa, tuna taasisi yetu ya TPHPA, lakini pia tuna watafiti wetu wa kahawa ambao wako hapa kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali na elimu mbalimbali kuhusu kuongeza tija katika mazao hayo, ili wakulima wanaozalisha mazao hayo waweze kuzalisha kwa tija na kufikia malengo ambayo ni kukuza uchumi pamoja na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa Lydia Kalala, ni afisa udhibiti wa ubora kanda ya Kaskazini. Tuko hapa jijini Arusha kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake. Sisi kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea, kazi yetu kuu ni udhibiti wa mbolea, lakini pia kumwelimisha mkulima matumizi sahihi ya mbolea. Kama taasisi tuna jukumu kuu la msingi la usajili wa wakulima, ambako kwa sasa wakulima wanapata mbolea za ruzuku pamoja na mbegu. Hivyo tunamshauri kila mkulima ili kuweza kupata huduma hii ya ruzuku ya serikali ajiandikishe kwenye eneo analotoka. Kwa siku hizi 7 ambazo tupo, tutafanya usajili huu kwa wakulima mubashara. Kwenye maonyesho haya ya wiki ya mwanamke, siku ya wanawake tarehe 8, sisi kama COPRA tumeshiriki kikamilifu na tupo hapa katika kutoa elimu jinsi mamlaka yetu inavyofanya kazi katika kutimiza yale majukumu yote ambayo sheria inatutaka tutimize. Kama wakala mbegu tuko hapa kuonyesha teknolojia mbalimbali ambazo mwanamke anaweza kuzitumia ili kuhakikisha mbegu anayoipeleka shambani inampa mavuno mengi na anapata kipato kikubwa na anaweza kujisimamia peke yake kama mwanamke. Mimi nasindika viungo vya pilau, viungo vya chai, tangawizi, iliki, mdalasini pamoja na unga wa ugali. Lakini pia tumekuja na wenzangu mbalimbali, kila mtu amekuja na bidhaa zake ambazo ameweza kuja kuonyesha, mfano bidhaa za ndizi, waini za nyanya na kadhalika. Ujumbe wangu kwa wanawake wote ambao tunasherehekea au tunaadhimisha maadhimisho haya ya 2025. Kila mwanamke awe anajituma na kufanya yale ambayo anaweza kuyafanya kwa ajili ya kukuza jamii, kwa sababu mwanamke ni kiongozi wa jamii na mwanamke ndiye ambaye anaweza akabadilisha familia au akabadilisha jamii kwa jinsi ambavyo atafanya wajibu wake kama mwanamke. Kwa hiyo nitoe wito kwamba katika kuzingatia kauli mbiu yetu tuendelee kuzingatia haki, usawa na uwezeshwaji.